Mpendo wa msikilizaji na mtazamaji wa vipindi vyetu, karibu katika masomo ya kesha la asubuhi lenye kichwa Mwinue Yesu juu. Hivyo hapo ulipo kaa usibanduke, ni kusihi tu makinika nasi hadi tamati. Piga panana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti, imba sana. Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja. Yesu yuaja tena. Ikiwa ni Machi 27, mwinue Yesu juu, Mwokozi aliyefufuka. Lakini sasa Kristo amefufuka katika wafu, limbuko lao waliolala. Wakorintho wa kwanza 15 mstari wa 20. Na tuombe. Asante Baba kwa asubuhi njema, umetuamsha salama. Sifa shukrani zikapate kukurudia. Tunapojifunza leo maandiko yako matakatifu, tufundishe, tuhekimishe, tuyaishi sawa na mapenzi yako, kupitia jina lako Yesu Kristo, amen. Muda ulikuwa umefika kwa Kristo kupaa kwenda kwa kiti cha enzi cha Baba yake. Kama mshindi wa kiungu, alikuwa anakaribia kurudi mbinguni akiwa na nyara za ushindi. Kabla ya kifo chake, alikuwa ametamka kwa Baba yake, nimeimaliza kazi ile ulionipa niifanye. Yohana 17 mstari wa 4. Baada ya kufufuka kwake, alikaa duniani kwa muda ili wanafunzi wake wamzoee akiwa na mwili aliofufuka nao wa utukufu. Sasa alifikia wakati wa kuondoka. Aliuthibitisha ukweli kwamba alikuwa ni Mwokozi aliye hai. Wanafunzi wake hawakupaswa tena kuendelea kumhusisha na kaburi. Waanze kumfikiria kama aliyetukuzwa mbele za mbingu, kama mahali pa kupalia kwenda mbinguni. Yesu alichagua pale alipokuwa akizoea kwenda alipoishi duniani. Kristo alisimama kwenye mlima wa Mzeituni kwa moyo wenye shauku kuu na uchungu, akiuangalia Yerusalemu. Vichaka na maponde membamba ya milima vilikuwa vimewekwa wakfu kwa maombi na machozi yake. Miinuko yake ilikuwa imetoa mwangwi wa sauti za ushindi za watu waliomtangaza yeye kuwa ni mfalme. Katika miteremko yake ndipo alipopata makazi pamoja na Lazaro wa Bethania. Katika bustani ya Gethsemani, chini ya mlima huu, alikuwa ameomba kwa uchungu mkuu peke yake. Kutokea katika mlima huu ndipo alipaswa kupaa kwenda mbinguni. Juu ya kilele chake ndipo miguu yake itakapokanyaga atakapokuja tena, si kama mtu mwenye huzuni, bali mfalme mwenye utukufu na ushindi. Atasimama kwenye mlima wa Mizeituni. Wakati haleluya za Waebrania zitakapounganika na hosana za wa mataifa na sauti za waliokombolewa, kama jeshi kubwa litakapoitikia kwa sauti kubwa, mvikeni taji Bwana wa wote. Walipofika mlima wa Mizeituni, Yesu aliwaongoza mpaka kileleni kukabili jirani na Bethania. Hapa alisimama na wanafunzi wakamzunguka. Miale ya nuru ilionekana kutoka katika uso wake alipokuwa akiwatazama kwa upendo. Hakuwalaumu kwa makosa yao au kushindwa kwao. Maneno ya huruma kuu yalikuwa ndio ya mwisho kusikiwa na wanafunzi kutoka kinywani mwa Bwana wao. Akinyosha mikono yao katika kuwabariki, na kama anawahakikishia ulinzi wake kwao, aliinuliwa taratibu kutoka kwao, akitwaliwa kwenda mbinguni kwa nguvu kuu kuliko uvutano wote wa duniani. Alipokuwa akipaa, wanafunzi walioshikwa na mshangao walimkazia macho mara ya mwisho Bwana wao. Wingu la utukufu likamficha machoni pao, na alipokuwa akipokelewa na gari la wingu la malaika, maneno yafuatayo yakasikika: tazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Wakati huo huo, wimbo mtamu kuliko zote ukasikika kama burudiko tulivu kutoka kwa kwaya ya malaika. Utasoma katika Tumaini la Vizazi Vyote sehemu ya 2 kurasa wa 442 hadi kurasa wa 444. Huu ni mwisho somo letu la Machi 27.
Mwinue juu Mwokozi aliyefufuka. Na tuombe. Asante Baba kwa somo hili, tunajikabidhi kwako. Tunaomba utembee pamoja nasi siku hii ya leo, na baraka zako ziwe pamoja nasi kupitia jina lako Yesu Kristo, amen. Barikiwa nami mwaka 2025 katika masomo haya. Anakuja, Yesu yu